Kundi la waasi wa Houthi nchini Yemen limetangaza kuwa litarudia mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya Israel endapo makubaliano ya usitishaji mapigano katika ukanda wa Gaza yatavunjika. Onyo hilo limetolewa kupitia barua walioituma kwa harakati ya Kipalestina ya Hamas na kurushwa hewani na televisheni ya Al Masirah inayoendeshwa na kundi hilo jana Jumapili, Novemba 9 mwaka 2025. Taarifa hiyo inakuja wakati ambapo mvutano wa eneo hilo unaongezeka, hali inayotishia kudhoofisha usitishaji mapigano wa muda uliosimamiwa na Marekani kati ya Israel na Hamas, huku uhusiano kati ya Irani na Marekani ukiendelea kuingia dosari kufuatia kusimama kwa mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia. Katika barua hiyo, mkuu mpya wa majeshi wa Houthi Yusuf al-Madani aliwaambia viongozi wa Hamas kuwa tunasimama imara katika ahadi yetu ya kuwa nanyi bila kujali gharama au dhabihu zinazohitajika. Al-Madani aliteuliwa mwezi uliopita kuchukua nafasi ya Mohamed Abdulkarim al-Hamar alifariki pamoja na maafisa wengine waandamizi wa Houthi katika mashambulizi ya anga ya Israel yaliyolenga jengo mjini Sanaa mwezi Agosti. Tangu kuzuka kwa vita vya Gaza mwezi Oktoba mwaka 2023, Houthi wamefyatua mamia ya makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea Israel, ingawa ripoti zinaonyesha kuwa mengi kati ya hayo yalizuiliwa kabla hajaleta madhara makubwa. Mashambulizi hayo yalisimama baada ya kuanza kwa usitishaji mapigano mnamo Oktoba 10 mwaka huu. Mbali na hilo, kundi hilo lilishambulia pia meli kadhaa zinazohusishwa na Israel katika Bahari Nyekundu, likifanikiwa kuzizamisha 4 kati yake. Wiki iliyopita Houthi walitangaza hali ya mshikamano wa ujumla, wakianza kuandikisha mamia ya wapiganaji kutoka koo mbalimbali kuongeza ulinzi katika maeneo yao na kuweka vizuizi zaidi barabarani. Wameendelea pia kuwakamata wafanyakazi wa Umoja Mataifa kwa tuhuma za kijasusi kwa niaba ya Israel. Wakati huo walituma vikosi vya msaada katika maeneo ya mapigano karibu na mkoa wa Marib unaodhibitiwa na vikosi vya serikali ya Yemen vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia. Matukio haya yamejitokeza siku chache tu baada ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutoa hotuba kwenye televisheni akisema kuwa Houthi ni tishio kubwa kwa Israel na kwamba juhudi zinaendelea kuliondoa tishio hilo. Mvutano huu unaibua hofu mpya kwamba ukanda wa Mashariki ya Kati unaweza kujikuta ukirudi katika wimbi jipya la mapigano makali iwapo makubaliano ya usitishaji mapigano Gaza yatavunjika.